mwezi akaenda yeye kuuliza, je, jamaa kumebaki chochote? Anambia hakukubaki kitu shekhe. Pesa zako zote ulizigawaja. Mwenyezi Mungu Abrahamu rahmatan wasi'a. Siku alifariki shekhe huyu ilikuwa mahadi imefungwa. Mahadi Kisauni ilikuwa imefungwa, wanafunzi wako katika likizo. Hawakuwa. Janaza yake ilishuhudiwa na Imamu Ahmad asema bainana wa bainahum aljanaza, baina yetu na watu wengine wenye kutufanyia uadui katika sunna, baina yetu na wao ni janaza. Sasa siku alipokufa huyu shekhe alikwenda kuzikwa na Mombasa mzima. Baada ya kumalizika mazishi, dasturi ya watu wetu ufanyaje? Watu sikuondoka, watu walibaki zaidi ya masaa wanamuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuwa ni mtu wa sunna za maneno, alikuwa ni mtu wa sunna za vitendo. Sasa wanafunzi siku waliporudi kutoka likizo, ndio waja kupambana na habari kwamba huyu shekhe amefanyaje, amefariki. Kama msiba ulianza dakika ile, watu walisikia wanafunzi wakilia, mpaka watu wakatoka katika wale majirani kuuliza kumetokea nini kwenye mahad, yani kumetokea shida gani, mbona wanafunzi wanalia? Wakaambiwa hawa wanatoka kwenye likizo, wanaotoka Tanzania, wanaotoka Uganda, wanaotoka Zanzibar, wanaotoka Comoro Island, wanaotoka North Eastern, wote wanalia kumlilia yule shekhe, kwa sababu alikuwa ni msaidizi mkubwa sana wa wanafunzi na aliathiri sana wanafunzi katika kueneza sunna, kwa sababu alikuwa ni mtu anaeneza sunna amalia, kimatendo. Anaeneza sunna kwa kuonesha watu akhlaqi njema, na kuonesha katika moja ya akhlaqi ni kuwasaidia talabati ilmu. Wale wanaotafuta ilmu ni watu muhimu sana. So nyinyi vijana, hii ni fursa kwenu nyinyi, mkisikia taarikhi za watu kama hawa, na nyinyi muwe na hamu ya kutafuta ilmu. Sasa katika wale ambao walikuwa mashuhuri katika hii marhala ya pili ni Muawiya Haji Mahmud katika sehemu ya Garissa, ambaye naye pia amekwenda mbele ya haki. Mungu Abraham alikuwa ni alim katika ulamai wa hadithi, na alifanya ijtihadi kubwa sana katika Garissa kuwaleta watu pamoja. Yani yeye alikuwa ni mtu, juhudi yake kubwa ni kuwafanya watu wa sunna wawe kitu kimoja, kusiwe na mpasuko kati yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Abrahamu alipata accident akafariki. Sasa namna gani walieneza sunna katika ile mujtamaat? Mashekhe walikuwa wana sira tofauti, yani mbinu za kutumia, kila mmoja alikuwa na tarika yake. Sheikh Al-Amudi rahimahullah alikuwa akitukua wanafunzi kutoka sehemu za bara, sehemu za Ubaluiani, sehemu za Wajaluo na sehemu nyingine, akiwapeleka pale kwenye madrasa yake ya Shela, akiwafundisha. Na baada ya kuwafundisha alikuwa akiwalazimisha kwamba la hawapi shahada zao wakiwa watakuwepo pale katika coast. Atawapa shahada zao wakirudi wapi? Akirudi wapi? Kule walipotoka, kwa sababu lengo lake haikuwa ataka wasome kisha wabaki kule. Kinyume na sasa hivi kuna vijana wengi wametoka markazi Tauhid na mahadi Kisauni, kutoka sehemu hizi za bara, ambao sasa hivi sisi tukizipita sehemu nyingine tunasikitika kuona hali ziko mbaya za Waislamu, lakini wale walipomaliza hawakurudi tena. Sasa huyu Sheikh Al-Amudi falsafa yake ilikuwa rudi kwenu, shahada nitakutilia kwenye parcel, nikutumie huko kwenu ulipo huko. Nataka urudi kwenu ufanye da'wa katika sehemu ya kwenu.
Sasa maahidi hizi zikaongezeka katika sehemu nyingi, wakawa wanafundisha ulumi za lugha na tauhidi na fiqhi na tafsiri na hadithi na sira na tarbia na akhlaq. Ukapatikana juhudi kubwa sana katika maahidi za kisharia. Sasa kuna mchango pia wa binti yetu, ukhti yetu Abdurrahman, naye ana mchango wake, na haifai sisi tukitaja tarikhi ya da'wa kumsahau ukhti yetu huyu, kwa sababu katika watu ambao walikuwa nyuma ni wanawake. Yeye akaja Nairobi early 80s akafungua mahad tarbia alislamia lilbanat, akafungua mahad ya banat, kisha akatukua wasichana kutoka sehemu tofauti tofauti, akawapa tarbia mzuri sana, yani tarbia ya kwamba mwanamke wa Kiislamu ataka awe vipi, avae vipi, ajue mahrimu yake ni nani na ambaye si mahrimu yake ni nani. Mwenyezi Mungu amjaze khairi. Wale wanafunzi wake sasa hivi katika East Africa, hakuna katika mji utakwenda utamkosa mwanafunzi aliyotoka kwenye mahadi ya Banat, na hii ni dalili ya ikhlasi yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjaze khairi. Bado yuko katika qaid alhaya, iko Pangani hii madrasa mahad albanat alislamia, mahad tarbia alislamia lilbanat iko Pangani. Alitekeleza dauri kubwa sana ya kuwafundisha mabanat tarbia ya Kiislamu mzuri, na kuwafundisha hijab na kuwafundisha masulia yao. Mabanati hawa katika sehemu zote wamekwenda, wamefungua madarisi za banati, wamefungua madarisi za banati, nazo zimezalisha walimu wengine. Wao wametoka kule ni walimu, wamezalisha walimu wengine wa kike, mpaka imekuwa dauri yao ni kubwa sana, huwezi kughafilika nayo. Ukiingia katika mujtama huwezi kuisahau dauri yao, kwa sababu markazi ya Aisha iliyoko Nairobi inaofundisha Waislamu wapya, anaisimamia Abdul Karim, ametoka mahadi ya banat. Madrasa ya Inaba ambayo ni madrasa kubwa ya banati iliyoko Mombasa, ni walimu walitoka mahadi ya banati na kadhalika. Kwa hivyo itakuwa si safi, si haki, si sawa sisi tuzungumze tarikhi ya da'wa kisha tumsahau mwanamke aliingia vipi katika da'wa, kwa sababu juhudi za wale waume walizozifanya tumeziona. Tuangalie na juhudi za banati, nao ni nani alianzisha juhudi upande wa mabanati? Aloanzisha hakika ni Abdurrahman, na Abdurrahman mwenyewe amekuwa shekhe, mtakuja kumuona hapa, ataingia nafikiri kesho. Ni mmoja katika watu ambayo atatoa mihadhara. Katika mihadhara hii mtamuona huyu Abdurrahman. Basi mamake Abdurrahman ndiye alianzisha haraka sahwa ya upande wa mabanati. Kwa hivyo ni insaf. Watu wakiwa na insaf lazima wampe kila mmoja haki yake, mpe kila mmoja haki yake. Sasa katika sehemu nyingi katika Moyale wapi, kila sehemu unaenda utakuta na hawa mabanati. Sasa sadma iliyokuwa kubwa ni hawa walipotoka, wamekuja ni wanawake wamefundishwa kuishi kisharia. Vikaratasi wa dini bwana, wakati ni wangu mpaka nimaliza. Kuna mtu mwingine sijaona, kuna mhadhiri mwingine au yupo? Kama kuna mhadhiri mwingine mtakubali vikaratasi, lakini ikiwa hakuna mhadhiri mwingine, wacha mpaka mmalize mada yangu kwa utaratibu, kwa sababu mwanzo hamjaniletea na zawadi. Hata kaongezeke sasa. Tayeb. Kwa hivyo Abdurrahman akatekeleza dauri, na ndio maahidi. Kuna markazi Aisha Mombasa, kuna Inaba, kuna Basair, kuna na nyingine ambazo ni ndogo ndogo, lakini kubwa kati ya hizo ni madrasa ya Inaba. Hii imeanzishwa na wanafunzi waliotoka mahadi ya banati.
Sadma iliyokuja ni nini? Sadma iliyokuja, hawa bwana hata wamefundishwa mambo ya sharia, wakirudi kwenye majumbani kwao. Zamani ilikuwa wakiingia ndugu zake, mke wa ndugu wa mume wa ndugu yake, huwa yeye hafai kuondoka pale, wanaona ni sawa. Sasa wale wasichana wakasema hivi si sawa, huyu si mahrimu yangu, huyu si mahrimu yangu. Ikaanza gogoro sasa. Umekuja na dini pia, na hili ndio lugha inaosema na majuhala saa zote. Watu wakiwa na jahal, badali waseme ngoja tukasome tuangalie haya mambo ndivyo hawa wanapoyasema hawa au sivyo, waka sasa wanashambuliwa. Lakini alhamdulillah wakatoka baadhi ya mashehe wakayazungumza yale mambo kwa mtizamo wa sharia. Walipoyazungumza kwa mtizamo wa sharia, wale ambao walikuwa wakiwatusi waka sasa wanawapeleka mabanati zao kwenda kusoma wapi? Kwa wale walimu waliotoka kwenye mahadi ya banati. Kwa hivyo siku zote ukiona jambo ni jipya kwenye akili yako, hujalisikia, usianze kuwa mpesi wa kumbandika yule aliyomsikia anazungumza, kumbandika kwamba huyu ameleta jambo jipya. Lifanyie utafiti, lile jambo ambalo linazungumziwa ni la sawa au si sawa. Dini ya Uislamu ni Qur'ani na Sunna. Dini ya Uislamu ni Qur'ani na Sunna. Juhudi za binadamu katika kuja kuhuisha na Qur'ani na Sunna ni juhudi za kibinadamu, zinaweza zikawa na mapungufu. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. Huyu ni shekhe amekuja atakapohuisha Sunna, sawa? Yeye ni binadamu, aweza akafanya juhudi katika baadhi ya mambo na kwenye mambo mengine akawa na udhaifu. Wewe tukua lile zuri ambalo amekufundisha, na ule udhaifu wake tafuta namna ya kuondosha. Huo ndio Uislamu, sio kubeba machuki dhidi ya Waislamu wenzetu kiasi cha kuwa leo utatajiwa Muislamu mwenzako amekwenda mbele ya haki, badali ya kumfanyia tarahum. Leo imekuwa watu wakisikia fulani amekufa wanasherehekea kwamba amekufa fulani, ameondoka mtu ambaye alikuwa akipinga fikra zao. La haula wala quwwata illa billah. Yani ni maafa katika ulimwengu wa Kiislamu leo kupatikana kipote cha watu wanaojipa kadasa, yani wanaipa tazkia nafsi zao. Wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemjua ni nani anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unajipa tazkia nafsi yako na unamlani Muislamu mwenzako wakati yule ameshikamana na Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku ya Kiyama utakwenda kujibu nini ukiulizwa wewe ulilani kitabu cha Mwenyezi Mungu na Sunna? Kwani Mtume alituletea nini? Mtume hakutuletea zaidi ya kutuletea Qur'ani na Sunna na akhlaqi nzuri na imani ya kisawasawa. Faida gani tunapata katika makongamano haya? Kabla ya kwenda kuangalia hizi faida, sipendi kuwa katika mazungumzo haya nitamsahau Sheikh Ahmad Ali. Huyu ni mwanachuoni ambaye katika wanazuoni nilopitia kuwaona Mungu Abrahamu amekwenda mbele ya haki, katika wanazuoni ambao nilimuona ameipa nyongo ulimwengu, na alitoka Islamic University ya Madina kisha akafanya istikrari katika visiwa vya Lamu Mashariki, hasa katika kijiji cha Tundo. Sijaona katika vijana wa kisasa hivi mtu ambaye alipa nyongo dunia kuliko huyu Sheikh Ahmad. Huyu alikuwa ni alim na daia, ametoka university na ana makaratasi yake, lakini alibaki katika kijiji kufanya da'wa pasina kutegemea mtu kumlipa.
na ulikuwa ukimpa, ukaenda ukamnyoshia mkono, mfano ukampa pesa hivi, kwa hizi shekhe ni zako, tumia wewe, atawaita wale walimu wa madrasa wote, aambie khairi imekuja, alhamdulillah, fulani amekuja ametuletea khairi, atawagawia wote, naye atabakiwa na kama ni 1000, kama wale waliopata ni kama 2, yeye na wale wenzake watakuwa sawa sawa. Hata ukampa kwa siri kinamna gani, hata ukimwambia wale wenzake wamepewa, hakubali mpaka waite awaulize, mmepewa nyinyi kama nilivyopewa mimi nimepewa kadhaa. Wale wakiambia shekhe sisi kitu pewa kidogo, hatukupewa kama hizo, hanjoni basi chukueni, afanye fungu sawa, wakati yeye ndiye alikuwa ni shekhe mkubwa wa kutegemewa. Mwenyezi Mungu awarahamu wote. Kuna Muhammad Sharif ambaye alikuwa Malindi, kuna Ahmad Sharif ambaye alikwenda Malawi. Sasa angalia watu wa Kenya namna walivyochangia sunna, kisha watu wanasema wao wakuja jana na juzi. Sheikh Ahmad Sharif alitoka Islamic University, alikuwa ni mtu wa visiwani, akaenda Malawi kufundisha dini. Wamekwenda mbele ya haki, Mwenyezi Mungu wote awarahamu. Kuna Sheikh Msallam ambaye alichangia naye kwa kiasi kikubwa, hasa katika mijadala ya kupambana baina wa sunna na watu wa bid'a, alikuwa mstari wa mbele kabisa. Na kuna Sheikh Yusuf bwana, na kuna Maalim bwana. Huyu ni mwalimu ambaye alifundisha katika sehemu za Ngomeni, na huyu shekhe ulikuwa ukipishana naye njiani huwezi kusema ni shekhe, namna alivyokuwa down to earth, lakini ni mtu sunna upande wa Watamu, Ngomeni, Mamrui, Malindi ilipitia kwa huyu shekhe Maalim bwana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarahamu. Faida gani tunaipata katika makongamano kama haya tukihudhuria? Kwanza, kuelewa sunna. Pili, kujua namna ya kufikisha risala kwa njia nzuri na kwa hikma. Ndugu zetu katika risala hawangefaulu kama hawakutumia hikma ya kutaamaliana na misikiti tofauti, kuleta umma kuwa pamoja, kwamba kunawezekana umma ukawa pamoja. Kwa sababu gani? Watu wakifahamu manhaji ya kisawa, shida itakuwa wapi? Shida itakuwa imeondoka. Kwa hivyo watu waweza kuwa pamoja, wakija kuhudhuria minasaba kama hii, wakajua njia ya sawa ni ipi, wakakuza akhlaqi zao, wakakuza maarifa yao, wakakuza imani zao, pasina shaka watu aina hii wataweza kukaa pamoja kama hivi mlivyokaa pamoja, na tuwaweza kufikaa pamoja tukafanya miradi mingi ya umma wa Kiislamu. Mbali na hayo, kwamba tunakuja kwa muda mfupi, tunawajua mashehe wangapi. Ni faida wewe kujua kwamba mimi nikiwa na tatizo, kumbe naweza kumpigia Sheikh Saad akanieleza masala, wakati wewe ulikuwa kwenye kijiji chako huko, ulikuwa hujui ile shekhe wako, na pengine na yeye ana mwelekeo ambao sio wa kisawasawa. Ukitaka kujua sawa, umuulize nani? Hujui utamuuliza nani? Ukihudhuria makongamano kama haya, unawajua mashehe wengi, na kule kuwajua mashehe ni njia moja ya wewe kuweza kujua maarifa mazuri. Naqlu al-khibrat ila al-manatiq al-ukhra, ile experience ambayo utaipata kuweza kuipeleka katika sehemu nyingine, na kuinua mustawa wai wa ufahamu wa dini, na kuleta ihtisam katika njia ya sawa. Mwenyezi Mungu aujaze kheri muasasatu risala, kama taasisi Ar-Risala. Mwenyezi Mungu awajaze kheri, na pia Mwenyezi Mungu awajaze kheri ndugu zetu wa Nakuru kwa kulikubali kongamano hili kufanyika chini ya taasisi ya Daru al-Ilm hapa na kwenye msikiti huu. Mwenyezi Mungu awajaze kheri, na wale wote ambao walichangia kwa njia yoyote ile, sawa wale mashehe waliokuja kuchangia, sawa wale wafadhili ambao wamechangia katika haya, sababu hili jambo halikufanywa na mtu mmoja, ni juhudi za watu wengi, wale vijana wanaojitolea wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
na wale walioko kwenye makamera kule ambao wana collect data anayoitaka Chief Kadhi, tusiwasahau kwa dua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo ametupa njia rahisi kabisa ya kuweza kukusanya information na kufikisha, si kukusanya tu bali na kuweza kuwafikishia wengine, kwa sababu hii program inapoendelea iko live kwa media tofauti. Watu wengi wananufaika, sio walioko hapa tu bali hata walioko katika sehemu nyingine. Tayari kimekuja katika kipindi cha kipi sasa kimebaki? Kimebaki kipindi gani? Kipindi cha maswali. Sawa? Kipindi cha maswali. Kwanza Sheikh anambia jina lako. Shamsuddin. Mwenyezi Mungu akujalie wewe ni shamsu wa dini. Ya Rabbal Alamin. Hai Shamsuddin, huyo aliyeko babuni anaitwa aitwa Sudais. Kwa hivyo Shamsuddin umekaa pamoja na Imam wa Haram na unatuficha utuambie uko pamoja na Imam wa Haram. Singezungumza mimi kama najua Sudais uko hapa. Sudais ni classmate wangu, for your information. Tulisoma na yeye Riyadh kwenye high school. Sudais is my classmate. Nilisoma na yeye Riyadh katika high school. Ni shekhe ambaye alikuwa anao mambo ya kupenda mchezo katika high school. Tulikuwa tukimchezea sana yeye na Talhawi, walikuwa ni mabonge, basi tulikuwa fanyia wrestling tukiwagonganisha vijana wa kike. Katika muhadhara Sheikh mnazungumza, tawaachia nyinyi mzungumze. Nilikataza mimi watu kuzungumza kabla hapo mimi kuanza kuzungumza. Sasa dawa yako tutakuuliza wewe Sheikh Salim. Swala tutakuuliza wewe, ingawa ni Sheikh. Nataka unitajie mashehe watatu kutoka county tofauti katika county nilizozitaja. Nitaja Garissa County, Wajir na Lamu County na Mombasa. Katika county 4 nataka uzitaje tatu, mashehe watatu kutoka county hizo. Mashehe waliochangia sunna katika county 4, taja county 3.